kutupa nafasi. Hatujaipata nafasi kama hii hata siku moja, kwa sababu kwanza ukipata kiongozi kijana unakuwa na uhuru wa kuongea kama ambavyo umepata nafasi kama hii. Kiongozi hapa tulipo, wasanii tulipokaa, kuna watu wameanza sanaa jana, kwa watu wameanza mwaka uliopita, hata kusimulia historia yake. Cha kwanza tunaomba tutengenezee mazingira mazuri ya muunganiko wa afisa utamaduni. Sawa? Aturahisishie mazingira yetu ya kufanya kazi. Kwa sababu msanii anaweza kaa na shida kufanya filamu katika hospitali, kuna vipengele vigumu. Anataka kufanya kazi kwenye mazingira fulani ya taasisi na serikali, mazingira yanakuwa ni magumu sana. Mpaka inafikia tu tunafoji, tunatengeneza kuunganisha kama alivyosema ni mahakama, kumbe sio mahakama. Tengeneze mazingira mazuri ya kutumia taasisi zetu za serikali. Iwe rahisi kwetu. Tunaomba afisa utamaduni atufanyie mpango wa kuwa na mazingira rahisi ya sisi kufanya kazi. Alafu turuhusiwe kutumia, kwa sababu unapozungumzia Mbalizi kuna sehemu nzuri za kufanyia kazi. Kwa mfano kama huko chini Utengule wapi, yale mazingira yawe rafiki kwa sisi, ila kwa utaratibu ambao utawekwa mzuri. Mimi ningependa kiongozi nikupongeze kwanza kwa hatua iliyofikia. Mimi kidogo ni mkongwe kwenye sanaa, ni zaidi ya mwaka 10. Inaweza nikaongea kwamba kweli katika mazingira magumu nimewahi kutengeneza movie sikumbuka kama 2008 hivi, inaitwa Ujana Ujanani. Lakini kuna baadhi ya viongozi ambao pia hata katika kushiriki au kuwaita tu kuangalia movie yako kwamba wafike tu hata katika uzinduzi wa movie, lakini sikuona hata mmoja. Hata hiyo pia ilinikatisha tamaa katika kuendelea. Lakini mpaka leo mimi naamini sijakata tamaa, ndio maana niko mpaka sasa. Lakini ambacho mimi nakupongeza kiongozi, sikuwahi kufikiria hata siku moja kwamba ipo siku utakuja kukutana na kiongozi labda aje aongelee mambo ya sanaa. Mimi nakushukuru sana. Na asilimia kubwa mimi naweza nikaongea sisi wasanii ndoto zetu waga zinakufa kutokana na hali ya maisha tulio nayo. Asilimia kubwa wengi sisi ni maskini. Uongo kweli? Sisi asilimia kubwa hatuna kipato. Alafu vile vile hatuna ushirikiano. Ni kama ulivyoongelea sui msiba. Unakuta mwenzangu amepata tatizo, mtu hata kuchangia shilingi 2000 au 1000 inatushinda. Mimi ambacho naomba wasanii wengine tujitume, tufanye nini? Tupige kazi. Tupige msanii ni hera, si ndio hivyo? Tupige kazi. Na la mwisho mheshimiwa, ambalo nataka niongelee hapa kwamba ushirikiano kama alivyoongea pale King Grau kwamba sisi labda umoja au viongozi vitendea kazi ambapo waga sisi tunashindwa. Mfano mimi nataka kucheza movie ya kipolisi, naanzia wapi? Nachezaje na naruhusiwa na nani? Unaweza ukacheza hivyo tayari unakuja kukamatwa, vile vile wanakualasi. Hizo nguo unazipataje? Kwa ambacho mheshimiwa, ambacho mimi nakiomba. Tena nipo chini ya miguu yako. Tutengenezee mazingira mazuri ya kuturahisishia sisi wasanii. Tufanye kile ambacho tuna uwezo nacho. Kuna sehemu na penyewe niliwahi kuandaa hospitali lakini bado nikachajiwa hela sababu sanaa naipenda. Nilitoa. Serikali iko mbali na wasanii. Mara ya kwanza tulikuwa na kikundi cha kucheza ngoma. Imagine tuko watu 15. Serikali inatoa 100,000 kwa wasanii hao wacheza ngoma. Alafu hiyo 100,000 mnagawana shilingi ngapi? Sio, naeleweka. Baada ya hapo serikali inawatupa, haifanyi kazi na nyie tena. Matokeo yake wasanii wanatoka mbali kuja kufanya interview au kusherehesha sherehe za kiserikali katika eneo letu. Mmoja ambao hauteteleki. Kwa wasanii wa Mbalizi muunde umoja ambao hauteteleki. Lakini la pili ambalo ninalowashauri, tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu. Uvumilivu nao umaanisha tusikate tamaa, tukiamini tunachokifanya. Ukishakiamini unachokifanya, hakuna mtu atakusukuma kwenda kukifanya kama kweli kinatoka moyoni. Ila kama umemfuata mkumbo, utaona hili swala ni gumu kwako. Cha tatu, mimi haya yote mlioniambia nimeyapokea. Kupitia umoja wenu tutapata fursa hizo mlizozisema. Fursa za kuonesha vipawa kwenye washa zinazofanyika, ujio wa viongozi, mwenge. Alisema hadharani kabisa tutapata hizo fursa za kuonesha. Tutalisimamia. Lakini jambo lingine, sikubali kugawanyika. Hapa hatuzungumzi siasa.
tusikubali na tusikubali kutumika. Unajua shida ni moja kwenye hizi nanili zenu, mkishaanza kuingiza vyama kuisha, hamna kitu. Nyinyi hamna chama, nyinyi ni wasanii. Mimi ni mwana CCM, sio lazima wewe uwe mwana CCM, na tusije tukazungumza uCCM na uChadema sijui na uwesi, wala msije mkaingiza hilo jambo. Ndio vikundi vingi vinaharibikaga hapa. Nyinyi sio wanasiasa, nyinyi ni wana sanaa. Kwa hivyo msiruhusu vyama vya siasa kwenye umoja huu, msiruhusu. Kwa sababu leo Mwakinego anaweza akawa na imani nyingine, wewe una imani nyingine ya chama, alafu nyinyi kundi lenu linafanya sanaa. Mkiingiza mambo ya vyama, huyu atasimamia chama chake na huyu chake, hakuna umoja, mtatawanyika. Tumeelewana? Nyinyi chama chenu ni hichi kimoja, kinaitwa Tanzania. Kwa tukubaliane hapa, chama cha wanasanaa kinaitwa Tanzania. Na chama hiki sifa zake, chama kinachoitwa Tanzania cha wanasanaa, sifa zake, ndani yake hakina udini, ndani yake hakina itikadi za vyama, ndani yake hakina ukabila, ndani yake hakina ukanda, ndani yake hakina tofauti za kipato. Sasa kuleta hapo watu wanakutana hapa na kusema yule wakishua, wanaongozana wakishua wamekaa huko, asisi nanili maskini tunakaa huko. Kwa sifa kubwa ya umoja wenu uendelee kuexcel, uwe mzuri, msiruhusu vyama kwenye umoja wenu. Vijana tumekuwa tunatumika, amesema kiongozi, tunatumika. Watu wakishamaliza kututumia wanaendelea na mambo yao mengine. Tusikubali kutumika. Nitoe mfano hapa, nataka nitoe mfano. Wapo viongozi wanatutumia vijana, uongo kweli? Wanatutumia vijana kukamilisha ajenda zao. Ajenda zao zikimalizika, hatuwaoni tena. Mimi nawaambia kuna tofauti ya msimamo na kiburi. Ukimkataa kiongozi wa hivyo, wewe huna kiburi, una msimamo, na ni ruksa nyinyi kuwa na msimamo. Lakini cha pili, pimeni kauli za viongozi. Ukiona mtu anaongea kitu cha kipuuzi na wewe unajua ni cha kipuuzi, usimjibu, msikilize, ila usikifanyie kazi. Ndio majibu mazuri. Yaani mtu akiongea kitu cha kipuuzi na wewe unajua anaoniambia huu ni upuuzi, usimjibu. Jibu lake wewe yale aliyosema yasikilize, ila usiyafanyie kazi. Sisi tumeelewana jamani? Kingine, msikubali njaa iwaendeshe. Mkileta njaa, haya yote tuliyopanga hamna hata moja litafanyika. Na sasa la mwisho, sanaa yetu lazima, pamoja na kwamba tunafanya kibiashara na mambo mengine, kwa sababu mimi ni mwanasiasa, sitaacha kusema haya nataka kuambia. Sanaa yetu iwe ni sanaa inayohamasisha umoja, amani na upendo. Umoja, amani na upendo. Kwa sanaa yetu iwe hivyo. Kwa sababu tusipopendana kama Watanzania, hata haya tuliongea hapa hatutaigiza. Yaani tukishaanza kupigana hapa, mimi nampiga Alex, yule mwingine anampiga huyo, eti kwa sababu ya vyama vya siasa, wakati mimi nimeoa kwa kina Alex, naye ameoa kwetu, huyu ameoa. Unajua ni mambo ya kipumbavu tu, mimi siwaonagi msingi wowote.
Yaani eti hapa mimi saa hizi nianze kuwachunguza hapa, sijui nani ni Chadema, nani CCM. Mpumbavu ndo anaweza kufanya hivyo. Mwalimu Nyerere hakutuachia nchi ya kubaguana kwa sababu ya vyama vya siasa. Sisi ni Watanzania. Sasa kama sisi ni Watanzania, akija mtu ni wa CCM na kauli zake kabisa tukizisikiliza tunaona kabisa huyu anataka kututenganisha, kutugawanisha. Nimesema tunafanyaje? Tunampuuza. Tunamsikiliza ila hatutekelezi. Hivyo hivyo akija wa Chadema, kauli zake tunazipima. Huyu bwana anachoongea mbona kama anataka tutengane, kama tupigane tena. Tunamsikiliza, tunafanyaje? Tunampuuza.